Habari watazamaji wa ITV popote pale mlipo. Ifuatayo ni taarifa habari za watoto kutoka hapa ITV. Jina langu ni Amani Suleimani. Karibuni. Mapema wiki hii, kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Afande Siro, ametoa msaada kwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Child in the Sun. Msaada huo uliwakilishwa kituoni hapo na mkuu wa upelelezi wilaya ya Kimara. Msaada huo alioahidi kutoa wakati alipoalikwa kituoni cha Child in the Sun akiwa mgeni rasmi siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Mwandishi wa habari hii alipojiana na mkuu wa upelelezi alikuwa na haya. Mimi nimekuja hapa kwa niaba ya kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Afande Siro. Kama mlikuwepo siku ya tukio, siku ya mtoto wa Afrika, yeye alikuwa ni mgeni rasmi. Aliahidi kwamba angetoa mchango wake kwa ajili ya kuwasaidia watoto ambao wanaishi hapa. Kwa hiyo kwa niaba yake sasa leo nimefika hapa kutoa mchango ambao aliwaahidi sambamba na unga kwa ajili ya watoto. Kwa kuwa tumezungumza na uongozi wa kituo, pindi tutakapopata watoto wenye mahitaji ya namna hiyo, basi tutajaribu kuwasiliana nao na kuwasilisha kwenye kituo kwa ajili ya kupata huduma. Na je, kuna kituo kingine mlishawahi kukitembelea au ni hiki tu? Kwa wilaya ya Kimara hiki ni kituo cha kwanza. Mimi binafsi actually ni kituo cha kwanza kutembelea hapa. Mkiwa kama jeshi la polisi mmejiandaaje na watoto ambao bado barabarani wapo, japokuwa wameambiwa waondoke, lakini wapo ombaomba wamezidi kuongezeka, matukio ya watoto yamekuwa ni mengi sana. Je, kama jeshi la polisi mmejiandaaje? Kimsingi hiyo ni changamoto ambayo kiuhalisia kwanza kuna wizara ambayo inashughulika na masuala haya. Lakini kama jeshi la polisi kikubwa tunashughulika na uhalifu ambao unafanywa na watu mbalimbali na watu wengine labda kutumia watoto katika kufanya uhalifu. Kwa hiyo tunajaribu kudiscourage hiyo kwa maana ya kuwakamata watu ambao kwa namna moja au nyingine wanawatumia watoto katika kufanya uhalifu. Lakini kama jeshi la polisi pase siwezi nikazungumzia kwamba tutachukua hatua gani. Wazazi wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wanawalinda watoto wao. Lakini sasa utakuta wakati mwingine hao watoto wengine kutokana na malezi mabovu ya wazazi, aidha wanatoroka majumbani, wanakutana na vikundi mbalimbali vya kihalifu, na mwisho wa siku sasa wanaishia kulala mabarabarani na kadhalika. Kuna wakati sikumbuki wakati gani, mheshimiwa mkuu wa mkoa aliokuwepo wakati huo lilianzishwa zoezi la kukusanya watu wote ambao wanazagama barabarani sambamba na watoto na kupatiwa maeneo. Lakini kama jeshi la polisi kusema kwamba tuna utaratibu wa kuchukua wale watoto na kuwahifadhi sehemu, nadhani hiyo siwezi nikaizungumza, sifahamu kitu kama hicho. Nafikiri kuna taasisi ambazo zinahusika kuhakikisha kwamba watoto ambao wanazagaa mitaani wanakusanywa, ambao wanastahili kupata huduma kama hii inayotolewa katika hiki kituo. Ni vyema sasa wakati umefika wawajibike katika nafasi yao kwamba wakusanye watoto wawalete katika vituo kama hivi kuliko kuzagazagaa mitaani na mwisho wa siku wanaingia kwenye makundi ya uhalifu. Watoto nao walitoa shukrani zao. Kwa niaba ya wenzangu napenda kumshukuru kwa vile vyote ambavyo wametuletea, na vile vile na watu wengine ambao wanatuona tunahitaji watufanyie kama hivi ili tuweze kujimudu katika maisha yetu ya baadaye. Una ushauri gani kwa wazazi ambao wanakutazama sasa hivi, ambao wenyewe wana uwezo wa kukusaidia kama hao maafande walivyokusaidia, lakini bado hawaji kutembelea hiki kituo, hawaji kuleta msaada wote? Una wito gani kwa wazazi? Nasema kwamba wazazi na walezi wote ambao bado hawajafika katika sehemu hizi, tunaomba wajaribu kutusaidia, na vile vile sio sisi tu, hata wenzetu ambao bado hapa mtaani wajaribu nao kuwasaidia kama sisi tulivyo mahali hapa. Nimejisikia vizuri kwa sababu najua kwamba kuna watu wengine wanatujali, na kwamba hapa tunakaa hapa tunaona kama tuko peke yetu hapa kituoni, ila kumbe kuna watu wengine wanatuwazia sisi, wanakuja ndo kama hivi kutusaidia. Kwa mimi na wito hasa na wasi wazazi
watunze watoto kama ndio hivi, mtoto kama amekosea asiwe mwepesi wa kusema amkatae haraka, awe kwanza ni mtu wa kumsamehe makosa. Ndio kama hivyo tunavyowasii watoto. Na kwenye kwa wito kuna watu wengine wanabidi waje hapa, wanakuja kututembelea, tunawaomba wanakuja kututembelea. Watoto wameonekana kuendelea na marudio ya masomo yao kipindi hiki cha likizo, hasa wanapokutana wengi toka shule mbalimbali. Tukichukua hii sifuri tunaileta hapa. Sifuri kujumlisha sifuri ni ngapi? Ndio. Tunakuja tena hapa moja. Jumlisha na hii hapa moja. Ngapi? 2. Tunakuja tena 3. Jumlisha na hii hapa 2. Kwa hiyo jumla tunapata ni ngapi? 520, ndio? Nilikuwa mtaani, nimekuja, nilikuwa sijui kusoma. Nimefika nikajua kusoma, amenifundisha na mafunzo mbalimbali. Hii kituo kimelea vizuri na kishukuru. Naambie wakipata bahati kaa kwangu waje waishikilie hiyo bahati vizuri, wasije kukimbia wala kuhangaika. Pia mwalimu anayewafundisha watoto wa Child in the Sun wakati wa likizo wakiwa kituoni hapo ameeleza changamoto anazokutana nazo, kwani wengi wanapokuja kituoni hapo wanakuwa hawajasoma hata masomo ya awali kama walivyonaswa na kamera yetu. Toa mtaani wanakuja hapa, wengine hawajui kusoma na kuandika. Sasa wakija darasani hapa tunawapa elimu ya awali ili iwasaidie kuwapeleka shuleni. Kwa sababu nikiwafundisha wakijua kusoma, kuhesabu na kufanya hesabu, ndo tunawapeleka shule za kawaida za msingi, ndo wanaendelea na darasa la MEM kwa ndo wanafanya mtihani wa taifa ndo wanaingia darasa la 5. Changamoto ni kubwa kwa sababu watoto tunapowatoa mitaani wanakuwa wengine akili zao sio nzuri, zimechanganyikana na mambo mengi. Sasa kumtoa kwenye mtaani kumleta mpaka darasani inakuwa ni changamoto kubwa. Na pia kwenye kuwafundisha, mtoto anakuja hajui hata kuhesabu 1 mpaka 10, hata babe bibo boa hajui. Hivyo ni changamoto kubwa kumfundisha mtoto mpaka akajua kusoma au kufikia hatua ya kujumlisha ngapi ni kazi kubwa. Kituo cha watoto yatima wamepata bahati ya kipekee ya kupatiwa malezi na pia kupatiwa mafunzo ambayo huwasaidia kupata ajira kwa urahisi. Mbali na kwamba vituo vingi vya kulea yatima vimekuwa vikiishia kuwasomesha na kuwapa malezi, kwa kituo hiki hali ipo tofauti. Naye mwandishi wa habari hizi alipata nafasi ya kujionea ni jinsi gani watoto hao wanapatiwa mafunzo. Yaani hapa kila mtu anajifunza ufundi. Yaani jinsi anavyoelekezwa na mwalimu ndio inabidi afanye. Kama sasa hizi tufundishwa jinsi ya kufitisha ubao ili tutengeneze mguu wa stuli. Yaani hapa kuna kazi nyingi ambazo zita kusaidia kama kilimo kuna yaani kama hapa tuna dereva anayejifunza, yaani anayechota maji. Kwa hiyo sisi wenyewe anatuchukuaga anatufundishaga. Kazi nyingi tunajifunza. Pamoja na kazi nyingi unazojifunza, lakini nimekuona leo sasa uko sana katika upande huu wa useremala. Je, kazi ya useremala kwako ina faida? Kwa mimi ina faida sababu najua sasa hizi ninavyojifunza baadaye itaje kunisaidia mimi katika maisha yangu. Itakusaidia kivipi? Sababu nikitoka hapa nitakabidhiwa vifaa vyangu vya useremala na hata ile support ya kunisaidia nyumbani. Nitaenda kujiendeleza. Najisikia furaha na tangu nilipokuwa mdogo, yaani sikutegemea kama nitakuja kufanya fani kama hii. Lakini namshukuru Mungu nimeweza mpaka sasa na mwanafunzi wa useremala. Umeweza kutengeneza, umeshajaribu kutengeneza kitu hata kimoja? Ndio, nimetengeneza vitu vingi tu. Tengeneza nini? Kimoja hapo ni nini? Nimetengeneza stuli nyingi, meza. Yaani mimi naona kwa ujumla yaani ni zote vitu vyote ambavyo najifunza hapa vinaweza kunisaidia katika maisha yangu. Tunawashauri watoto wote waliopo mtaani waache ile fikra ya kusema labda watapigwa au wanaenda kuuzwa, maana walio wengi asilimia kubwa hawapendi kuchukuliwa kwa sababu wanaogopa wanaweza kupelekwa sehemu ambayo isiyofaa. Sasa mimi nawapa ushauri
yani waweze kukubali, maana wenyewe yani wanaweza kupata elimu na elimu ndio msingi wa maisha yao. Kwa nawapa ushauri waweze kukubali kujiunga katika vituo, watapata mengi atakayoweza kuwafundisha wenyewe na hata watoto zao. Tunaendelea na habari za watoto na sasa ni habari za michezo na burudani kwetu watoto. Watoto wamekuwa wakienzi michezo ambayo imekuwa ikichezwa toka enzi na maenzi. Mapema wiki hii kamera yetu iliweza kuwashuhudia watoto hawa wa eneo la Mwananyamala wakiwa wanacheza mchezo uliojulikana kwa jina la rede. Watoto hao walikuwa na haya ya kusema juu ya wao kucheza mchezo huo. Francisca, hebu niambie, huu ni mchezo gani mlikuwa mnacheza? Rede. Rede, mbona mlikuwa watu wengi hivyo? Tulikuwa tunacheza rede ya wote. Kumbe rede wote ndio inavyokuwa hivyo? Ndio. Wewe ulikuwa unacheza kama nafasi gani? Mchezaji, anayezinga au ulikuwa kama nani? Mzingaji. Hebu niambie, mzingaji. Unajisikiaje kuwa mzingaji kwanza? Najisikia raha. Wewe kama mzingaji, wazingaji wao wanakuwa wangapi? Wawili. Mnakuwa wawili. Wewe umebahatika kubabua watu wangapi? 6. Kweli? Ndio. Hebu niambie, mpira wako uko wapi kwanza? Mpira mbona unaonekana kama huo mpira umeutengeneza na kitu gani? Michanga na karatasi. Na hiyo nyingine ya juu sio socks hiyo? Socks. Hivi vitu mnavipata wapi? Kwanza mchanga. Mchanga huumi kweli mwilini? Haumi. Kweli? Ndio. Una faida yoyote yenyewe kucheza watoto? Mtoto ana faida ya kucheza? Ndio. Faida gani hiyo? Anajisikia raha akiwa na wenzake, anakuwa akumbuki mawazo, kama mfano kama amefanya baba yake, anakuwa anasahau, naye anajisikia kama watu wengine. Hadi kufikia hapo nimefika tamati ya habari za watoto kwa leo. Usikose kutazama marudio ya vipindi vya watoto ambavyo vilionyeshwa kwa wiki nzima mara baada ya habari hizi kwa watoto. Ulikuwa nami msomaji wenu Amani Suleimani, mpaka siku nyingine. Asanteni sana na kwaherini.